Mabao mawili yote yakifungwa katika kipindi cha kwanza kupitia kwa Selemani Mwalimu katika dakika 25 na Ismail Olivier Toure beki wakati wa Simba katika dakika 45 plus yaliwawezesha wekundu wa Msimbazi Simba kupata ushindi mzuri wa mabao 2-0 dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wanaotumia nyumbani wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, na hivyo kujiongezea pointi sasa Simba wakiwa na pointi 34 na kushika nafasi ya pili nyuma ya vinara watani wa jadi Yanga wenye pointi 38, lakini Simba wamecheza leo hii mechi ya 15 wakati Yanga wameshacheza mechi 16. Ushindi huo wa Simba dhidi ya Coastal Union maana yake umeifanya Simba ilipize kisasi cha msimu uliopita katika mzunguko wa kwanza wakati walipotoka sare ya 2-2 na wao kuchangia kukwamisha mpango wa Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Maana hadi mapumziko katika mechi ya msimu uliopita Simba walikuwa wanaongoza kwa mabao 2-0, lakini Coastal Union katika kipindi cha pili wakasawazisha kupitia kwa Abdalla Hassan pamoja na Ernest Malongo. Lakini leo hii mpaka mapumziko Simba walikuwa kiongozi kwa mabao 2-0, lakini kipindi cha pili bado waliendelea kucheza vyema kiasi ya kwamba Coastal Union hawakupata nafasi ya kuweza kusawazisha mabao na mwisho wa siku wakaibuka na ushindi huo wa mabao 2-0. Lakini mbali na mchezo wenyewe kulikuwa na matukio mawili makubwa ambayo yaliibua gumzo katika baadhi ya maeneo. Tukio mojawapo ni lile lililomhusisha mmoja kati ya viungo ushambuliaji wa Coastal Union, Bakari Msimu, katika dakika ya 54 akionekana kumzidi ujanja beki Ismail Olivier Toure na kuingia katika eneo la penalty, ambapo Ismail Olivier Toure alionekana kumsukuma Bakari Msimu, lakini mwamuzi Rafael Ikambi akashindwa kutoa fursa kwa Coastal Union kupiga mkwaju wa penalty. Mada ilionekana dhahiri shahiri kwamba Bakari Msimu aliangushwa katika eneo la penalty na kulikuwa na mguso wa kusukumwa. Hata hivyo, mwamuzi alisimamia uamuzi wake kwamba haukuwa mkwaju wa penalty na hata wasaidizi wake hawakufanya hivyo, na matokeo yake kuinyima fursa Coastal Union ya kupata mkwaju wa penalty ambao pengine ungeongeza nasibu ya wao kuweza kufunga. Lakini tukio lingine ambalo lilionekana ibua gumzo ni bao lililofungwa na Ismail Olivier Toure katika dakika 45 plus, ikionekana kana kwamba alikuwa offside kiasi ya kwamba walinzi wa Coastal Union Ali Ayubu Msengi na wenzake walimlalamikia mwamuzi Rafael Ikambi, lakini marejeo ya picha za video yalionyesha wazi kwamba lilikuwa bao zuri, bao halali la Ismail Olivier Toure, kwa sababu wakati Coastal Union wakiamini kwamba anawaweka Simba katika mtego wa offside, mchezaji mwenzao mmojawapo, hapa tunazungumzia beki wa kulia huyu Aidan Erasmus, alikuwa ameshindwa kuondoka kwa wakati na matokeo yake kuwafanya wachezaji wa Simba waliokuwa katika eneo hilo kuwa ndani ya mchezo. Ismail Olivier Toure akiwa yeye anamkabili golikipa Chuma Ramadhani Mgeni akapata nafasi nzuri ya kutulia na kuweka mpira wavuni kuipa Simba bao la pili. Lakini katika muda wote wa mchezo Simba walipata kile walichostahili kwa ushindi wa mabao 2-0, na pengine mshambuliaji wao Selemani Mwalimu Gomez angekuwa na utulivu angeongeza bao lingine au mabao, lakini vile vile Libase Geye aliyekuwa miongoni mwa viungo wa ushambuliaji kutoka upande wa kulia, kama angekuwa na utulivu mechi hii angemaliza akiwa na bao, kama ilivyokuwa kwa Cletus Chota Chama ambaye naye kuna nafasi alipata hakuitumia. Mwisho wa siku Simba walipata ushindi waliostahili kutokana na kiwango bora walichokionyesha. Mpaka mechi inakamilika, umiliki wa mpira Simba ambao kwenye kuanza kwao walianza baada ya golikipa, walinzi wanne, kiungo mmoja wa ukabaji, viungo wanne na mshambuliaji mmoja, huko Coastal Union wao wakianza na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Simba ndio waliokuwa wakimiliki mpira zaidi katika muda wote wa mchezo kwa wastani wa 57%. Ni Simba ndio waliopiga mashuti mengi zaidi, wakipiga mashuti 15, kati ya hayo 5 yakilenga shabaha, ili hali Coastal Union waliokuwa wamemiliki mpira kwa 43% katika mchezo wote, wakipiga mashuti 3 tu kwa mechi zima, mawili yakilenga shabaha, moja likienda nje. Na mpaka mapumziko Coastal Union walikuwa wana shuti moja tu la kulenga shabaha ambalo lilikuwa ni katika dakika 11 wakati Kichuya alipopata nafasi, lakini akapiga mpira ambao ulionekana kana kwamba ni back pass kwenda kwa golikipa Hussein Abel alikuwa ameanza golini leo hii kwa upande wa Simba. Lakini kwa ujumla Simba walicheza vizuri, maana kwamba wachezaji wao walioanza, golikipa Hussein Abel, beki wa kulia Shomari Kapombe, beki wa kushoto alikuwa Nixon Kibabage ambaye hata hivyo
kocha Steve Barker alikuja kumtoa na kuingia Anthony Mligo, ikifahamika kwamba siku chache zijazo watakuwa na mechi nyingine ya Mzizima Dabi dhidi ya Azam. Elekea alimpumzisha Nixon Kibabage ili apate kupumzika zaidi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo, lakini kiungo alianza naye mmoja alikuwa ni Alassane Maudo Kante. Viungo wengine wanne mbele ya Alassane Maudo Kante alikuwa ni Cletus Chota Chama, alikuwepo Neo Maema ambaye ndiye alikuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo akionyesha kiwango bora sana na ndiye alitoa assist ya bao lililowekwa wavuni na Ismail Olivier Toure. Wengine alikuwepo Libase Geye, alikuwepo vile vile Anise Ura, ambao wao pia Anise Ura alikuja kutolewa na miongoni mwa walioingia alikuwa ni pamoja na Morris Abraham. Mshambuliaji kinara alikuwa ni Selemani Mwalimu katika kikosi kilichoanza. Katikati mwingine alikuwepo ni Cletus Chota Chama. Lakini katika kipindi cha pili, mbali na Anthony Mligo aliyeingia badala ya Nixon Kibabage, aliyeingia Morris Abraham, lakini pia aliingia Yusuf Kagoma badala ya Alassane Maudo Kante. Simba bado aliendelea kumiliki mchezo kwa kiasi kikubwa, wakifanya mashambulizi mengi. Mechi kichezo katika eneo la Coastal Union ambalo baadhi ya wachezaji wake mbali na golikipa Chuma Ramadhani Mgeni, mabeki walikuwa ni pamoja na Aidan Erasmus, beki wa kushoto Yasin Mustafa, lakini mabeki wa kati alikuwepo pia Ali Ayubu. Miongoni mwa viungo alikuwepo Grayson Gwalala, alikuwepo Gladys Kiala Lasa miongoni mwa viungo, lakini vile vile katika washambuliaji alikuwepo Maulid Maabad, alikuwepo Bakari Msimu, alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii, alikuwepo Shiza Ramadhani Kichuya. Mwisho wa siku Simba wakapata ushindi uliostahili kama nilivyotoka kueleza awali, na sasa wameipiku Azam. Yenyewe ipo nyuma ya Simba sasa ikiwa na pointi 32, Simba na pointi 34, na hivyo kufanya mchezo wao wa tarehe 5 Simba dhidi ya Azam Dar es Salaam Dabi huwa wa kuvutia zaidi, kwa sababu ni mechi ambayo matokeo yake yanaweza kaathiri mwenendo katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kama Simba watajikuta wanapoteza mchezo dhidi ya Azam, manake Azam watawapiku kwa kufikisha pointi 35 huku Simba wakibaki na pointi 34. Lakini Simba wakishinda, maana yake watatimiza pointi 37 na kupunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara Yanga wenye pointi 38, huku pia wakishinda watakuwa wamelipiza kisasi dhidi ya Azam ambao mzunguko wa kwanza Simba walifungwa 2-0. Lakini ikikumbukwa vile vile kwamba Simba wakifanya hivyo watakuwa wanapunguza tofauti ya pointi baina yao na Yanga na kuongeza nguvu katika kasi yao ya kutaka kupata ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wamepoteza katika misimu minne mfululizo. Je, itakuwa vipi mwenendo huu wa Simba ambayo mechi iliyopita ilishinda 3-0 dhidi ya TRA United, katika mechi ambayo TRA mechi nzima hawakupiga shuti lolote la kulenga shabaha? Leo hii wanaifunga Coastal Union mabao 2-0, huku dakika 90 Coastal Union wakipiga mashuti mawili ya kulenga shabaha, mechi nzima wakipiga mashuti 3 tu, wastani wa shuti moja kila baada ya dakika 30, na pia wakipoza maumivu ya msimu uliopita ambao katika mechi ya mzunguko wa kwanza Simba mpaka mapumziko walikuwa wanaongoza 2-0, lakini Coastal Union walikuja kurudisha mabao yote kipindi cha pili msimu uliopita katika mzunguko wa kwanza. Je, itakuwa vipi Simba hii ambayo mechi 2 sasa inafunga mabao 5 haijaruhusu bao? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.